Tumerejea baada ya kulipa bili, tunaendelea kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo. Kwako Ibn Hassan, ubora wa viwanja ambao tuko nao katika ligi yetu ya Tanzania unaakisi maendeleo ambayo tunayo katika ligi yetu kwa hivi sasa? Ubora wa viwanja unaakisi maendeleo kwa sababu ukiangalia kwa sasa viwanja vingi vimefanywa marekebisho. Kwa zamani viwanja ambavyo kwa mfano vilikuwa ni Benjamin Mkapa labda na Azam Complex, lakini kwa sasa kulingana na ubora wa ligi wameamua kuboresha viwanja vingi na vingine wameweka taa ili kurahisisha uchezaji wa mechi, zisitegemee zaidi kucheza mchana, hususan timu nyingi zilikuwa zikicheza saa 8 na ukiangalia muda huo unakuwa ni jua kali kwa afya za wachezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kidogo kinakuwa hakipendezi hivyo. Lakini kwako Kandulu, tuje hivi, unadhani hii nafasi ya ligi yetu ya NBC Premier League kuwa miongoni mwa ligi 5 bora barani Afrika, je, tunastahili kuwa na nafasi hii? Kwanza ni kukanusha hapo, tumeshuka kidogo, tupo nafasi ya 6. Kwa hiyo miongoni mwa nchi ambazo ligi zao zina hadhi, Tanzania tuwezi tukaiacha. Kwa hiyo kwa nchi kama Tanzania kuwa nafasi ya 6 Afrika ambayo ina majianti kama Senegali, Morocco, Tunisia, Nigeria, kwa hiyo ni nafasi kubwa, ila kitu cha msingi ni kwamba tunatakiwa tuendelee kuongeza miundombinu mizuri ya uwanja. Juzi uwanja wa KMC Complex umefungiwa. Kwa hiyo maana yake kuna haja mamlaka kuongeza viwanja ili sasa tujaribu kusogea hata nafasi ya 3 au nafasi ya 2 kwenye ile rank ya ligi bora barani Afrika. Asante sana. Lakini kipi kifanyike kuhakikisha ligi yetu inaendelea kuwa bora na nchi kama nchi tunafaidika na matunda ama na maendeleo ya ligi yetu? Kitu cha kwanza tuhakikishe management ambazo zinaongoza ligi ni zile ambazo zipo perfect. Hicho kitu cha kwanza. Lakini pia kitu cha pili, kama nilivyotoka kuzungumzia hapo, issue ya miundombinu, especially miundombinu ile ya viwanja. Unajua ligi haiwezi ikawa bora na ya kuvutia kama viwanja havina miundombinu rafiki kwa wachezaji. Kuna wachezaji wanatamani kuja kucheza Tanzania, lakini wakivuta picha, wakiangalia uhalisia wa viwanja vya Tanzania, geographical distance kutoka kiwanja kimoja kwenda kiwanja kingine, jinsi wanavyosafiri, anajikuta anashindwa kuja kucheza Tanzania. Kwa hiyo cha kwanza tuhakikishe tuna management bora zinazosimamia ligi zetu, lakini pia cha pili tuhakikishe miundombinu ya viwanja inakuwa rafiki kwa wachezaji, lakini pia inakuwa rafiki kwa vilabu vyetu ambavyo vinashiriki ligi kuu. Asante sana Kandu. Lakini kwako Abdullah, kwa kumalizia, je, unaona bado tuna uhitaji wa kuwa na shule za kutosha, kuwa na academy za kutosha za michezo, kuhakikisha kuwa tunapata timu imara na bora ya taifa ambayo inaweza kushindana, kutupa consistency ya kushiriki katika mashindano makubwa, kwa mfano kama vile AFCON, lakini pia hata World Cup? Bado tuna uhitaji huo? Yes, lazima tuwe na uhitaji huo, na misingi mikubwa ya timu ya taifa na hata timu zetu kwa ngazi ya vilabu pia. Misingi mikubwa ni hizi academy ndogo ndogo, mashindano yale ya vijana, pamoja na yani in all ni kwamba academy ndogo hizi za vijana, mashuleni huko mashindano yawepo kwa ajili ya kupata wale vijana ambao watatuwakilisha. Tukiangalia mfano wa vijana ambao wengi wametuwakilisha katika michuano ya AFCON, sisi Taifa Stars, tumeona watu kama kina Miroshi, kina Dickson Job, yes, kina Morris Abraham, japo hawakupata nafasi kuanza kwenye kikosi, kina Alphonse Mabula. Ni zao ambalo limetokana na michuano ya vijana huku chini. Kwa hiyo endapo tutafanya uwekezaji mkubwa, tukainvest vizuri na tukafanya jitihada, na imani tutawapata kina Alphonse wengi zaidi na kina Dickson Job wengi sana ambao hapa wameifikisha leo hii kina Jobu. Basi tukipata hao wengine wanaweza wakatufikisha mbali zaidi ya hapa ambapo tumefikia. Kwa hiyo hitaji la kuwa na hizo academy upo pale pale, tuongeze zaidi.
Asante sana, na hapa bwana ndio tunafikia tamati ya kipindi chetu bora cha michezo cha Sport Zone ambacho kinarushwa moja kwa moja kupitia Focus Online Media. Walikuwa nami Abdulsamad Hassan Mafan Finest official Ezalzul, lakini pia sikuwa peke yangu, nilikuwa na wachambuzi wangu wa zamu, nilikuwa na Ibn Hassan, lakini pia bila kumsahau Abdullah, lakini pia bila kumsahau Mheshimiwa Kandu, lakini pia tulikuwa na Masas Finest. Na huu ndio mwisho, mpaka muda mwingine tena, lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii YouTube as Focus Online Media, lakini pia Instagram na X na TikTok. Hapa tunafikia tamati, mpaka muda mwingine tena.